Naam, karibu tena katika fundisho letu la siku ya leo na kusalimu katika jina la Yesu. Na leo pia nimekuandalia fundisho lingine ambalo lina maana sana katika baadhi ya mafundisho ambayo nimekuwa nikiwaletea. Na fundisho la siku ya leo linasema Ukristo ulipoingia serikalini Roma, faida na hasara zilikuwa zipi? Lakini kabla ya kuingia katika somo letu la leo, ni vizuri kujikumbusha yale ambayo tuliyojifunza katika somo lililokwisha kupita. Na somo lenyewe kichwa chake kilikuwa ni kwa nini Warumi walikuja baadaye kukubali Ukristo hata baada ya kuwatesa sana. Kama tunavyokumbuka, serikali ya Roma iliweza kuwatesa Wakristo kwa njia ya kuwaua, kuwafungia au kuwaweka jela, kuwatupa gerezani na vile vile kuwafunga. Vile vile tulikuwa tunaona ya kwamba serikali ya dini ya Kirumi ilikuwa inahusu sanamu, kuomba miungu na vile vile kumuomba Kaisari kama miungu. Na vile vile tunaweza kujiuliza kwa nini walikuja kukubali Ukristo. Walikuja kufutiwa sana na tabia za Wakristo, manake Wakristo walimwabudu Mungu mmoja. Vile vile kulikuwa na unabii ambao ulikuwa umeisha timia. Na vile vile mafundisho ya Wakristo au jinsi Wakristo walivyokuwa wanaishi, waliishi kwa upendo, waliishi kwa kuwasaidia maskini, waliwasaidia na hata kuwatunza wagonjwa, na vile vile walikuwa na roho ya kuwasamehe adui zao, na vile vile hawakuogopa kifo. Kwa hivyo tunaona ya kwamba vile vile tunaweza kusema kwamba waliweza kuwakubali watu wote, kama vile matajiri, maskini, wanawake, wasomi, askari, watumwa na kadhalika. Kwa hivyo mambo haya yote yaliweza kuwavutia wananchi wa Kirumi, na ndiposa serikali ya Warumi ikaweza kukubali Ukristo. Kwa hivyo kama tulivyosema katika fundisho letu la siku ya leo, tunaona ya kwamba kwa miaka mingi kanisa la kwanza lilikuwa chini ya mateso ya Warumi au ya serikali ya Warumi, na waumini waliteswa sana, kama tulivyosema, walifungiwa au walifungwa na wengine kuuawa kwa sababu ya imani yao. Lakini baadaye tunaona hali ilibadilika, haswa wakati wa Constantine the Great, ambapo tunaona watawala waliofuata Ukristo ulianza kukubalika serikalini, na vile vile tukaona ya kwamba baadaye ukawa na nafasi kubwa ndani ya dola la Roma. Kwa hivyo jambo hili lilikuwa na faida kubwa, lakini pia kulikuwa na hasara kubwa. Kwa hivyo tuko na hoja 5 ambazo tutaziangalia, na hoja ya kwanza inasema faida za Ukristo kuingia serikalini. Tunaona jambo la kwanza ni kwamba mateso yalipungua, kwa sababu tunaona kabla ya hapo Wakristo wengi waliweza kuuawa kwa imani yao, lakini baadaye kufuatia the Edict of Milan, waumini walipata uhuru zaidi wa kuabudu. Na fundisho ambalo tunajifunza kutoka hoja hii ni kwamba ni neema kubwa watu wanapopata uhuru wa kumwabudu Mungu. Vile vile tunaona ya kwamba makanisa yaliweza kujengwa waziwazi. Kwa hivyo tunaona kabla ya hapo waumini walikutana siri, au pengine walikutana kwa majumba ya watu. Lakini baadaye tunaona mijengo ya ibada ikijengwa. Tukaona ya kwamba mikutano mikubwa ilianza kufanyika, na vile vile mafundisho yaliweza kusambazwa kwa urahisi. Na fundisho ambalo tunajifunza hapa ni kwamba amani huwezesha huduma kukua. Vile vile tunaona ya kwamba Biblia na mafundisho yaliandikwa na kuhifadhiwa zaidi. Kwa hivyo tunaona katika mazingira ya utulivu, nakala za maandiko ziliongezwa, na vile vile mafundisho yalitayarishwa, viongozi walikutana kujadili mafundisho sahihi. Na kwa mfano ni the Council of Nicaea. Na fundisho ambalo tunajifunza kutoka hapa ni kwamba utulivu unaweza kusaidia
kulinda ukweli. Na pia tunaona ya kwamba Ukristo ulienea zaidi kwa kasi. Tunaona watawala waliporuhusu Ukristo, watu wengi waliusikia na waliusikia kwa urahisi na katika miji mingi ya Roma. Vile vile tunaona katika hoja ya pili, hasara za Ukristo kuingia serikalini, ni kwamba watu wengi waliingia kanisani bila toba ya kweli. Wengine waliingia kwa sababu ni dini ya mtawala, wengine ni njia ya kupata nafasi, wengine ikiwa ni mtindo wa jamii. Kwa hivyo kulikuwa na waumini wa jina peke yake. Katika kitabu cha Timotheo, waraka wa Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 5, Biblia inasema kwamba wenye mfano wa utauwa, lakini nguvu zake wamezikana. Fundisho ambalo tunajifunza hapa ni kwamba kanisa likikua kwa idadi bila toba, ubora hushuka. Na vile vile tunaona ya kwamba siasa ziliingia kanisani. Kwa hivyo serikali ilipoanza kuhusika, viongozi waliombea vio, nguvu za kisiasa ziliathiri maamuzi na migogoro iliongezeka. Na fundisho ambalo tunalijifunza hapa ni kwamba kanisa linapofuata mamlaka kuliko Kristo, matatizo huanza. Vile vile tunajifunza ya kwamba urahisi ulipunguza moto wa kiroho. Manake tunaona wakati wa mateso, waumini walikuwa na bidii sana, lakini baada ya raha kuongezeka, wengine walilegea, sala ikapungua na kujitoa pia kukapungua. Na fundisho ambalo tunajifunza hapa ni kwamba raha wakati mwingine huleta usingizi wa kiroho. Vile vile tunajifunza ya kwamba mila za kipagani zingine ziliingia taratibu. Tunaona baadhi ya watu waliingia na desturi za zamani bila kubadilishwa kikamilifu. Hivyo mchanganyiko wa imani ukaanza sehemu fulani. Na fundisho ambalo tunalipata kutoka hapa ni kwamba kanisa linahitaji utakaso wa mara kwa mara. Na tunapoingia katika hoja ya tatu ni kwamba inasema matokeo ya muda mrefu. Tunaona ya kwamba migawanyiko ya baadaye, ikiwa kwamba mvutano wa mamlaka, mafundisho ya siasa ulisaidia kuleta baadaye kile ambacho kilikuja kuitwa the Great Schism, na baadaye pia Protestant Reformation. Vile vile tunajifunza kwamba Ukristo ukaathiri ustaarabu. Kwa hivyo tunaona pia Ukristo uliathiri elimu, sheria, huduma kwa maskini, hospitali na vile vile maadili ya kijamii. Na tunapoangalia hoja ya 4 ni kwamba inasema somo kwa kanisa la leo ni kwamba uhuru ni mzuri, lakini usichukue nafasi ya utakatifu. Jambo la pili ni kwamba idadi si sawa na ukuaji wa kiroho. Tatu ni kwamba kanisa lishirikiane na jamii bila kupoteza utambulisho wake. Vile vile tunaona kwamba Kristo ndiye kichwa cha kanisa, lakini si serikali. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 18 inasema naye ndiye kichwa cha mwili, yaani kanisa. Hoja ya 5 ni mizani sahihi. Tunaona ya kwamba si sahihi kusema kuingia serikalini kulikuwa vibaya kabisa wala vizuri kabisa. Manake kulikuwa na faida zake, kama vile walipata uhuru wa kuabudu, kanisa liliweza kukua, na vile vile kulikuwa na ulinzi. Na bila kusahau kwamba kulikuwa na utunzaji wa maandiko. Na kwa upande wa hasara tunaona siasa ziliingia zikaweza kuathiri utakatifu. Dini ikawa ni jina tu, na pia moto wa kiroho uliweza kupoa. Na vile vile tunaona migogoro ilianza, yaani migogoro ya mamlaka. Na tunapo karibia kuhitimiza ni kwamba Ukristo ulipoingia serikalini Roma, mlango mkubwa ulifunguka, lakini mlango huo uliingiza pia baraka na majaribu. Kanisa hushida si kwa karibu,
na serikali, bali kwa karibu na Kristo. Kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa 5 nasema, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Na kwa hayo na kuombea Mungu akubariki na kutendee mema, na haya ambayo tumejifunza leo tunaweza kuiona katika serikali za wakati huu ulimwenguni, kwa sababu wakati kanisa linapoingiliana na mambo ya kiserikali, wakati mwingine huweza kupoteza moto wa kiroho. Kwa hayo Mungu wetu akubariki, akutendee mema. Shalom.